Shum TV. Furaha kiganjani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema mafanikio makubwa yaliyopatikana katika serikali ya awamu ya 8 katika nyanja mbalimbali yanayotokana na mchango mkubwa wa mhimili wa Baraza la Wawakilishi. Akizungumza katika hafla ya kuwapongeza na kuwaaga wajumbe wa Baraza la 10 la Wawakilishi, Rais Dr. Mwinyi amesema utekelezaji wa kazi za mihimili ya nchi ya mahakama, serikali na Baraza la Wawakilishi yamechangia kwa kiasi kikubwa utekelezaji bora wa kazi za kuwahudumia wananchi. Naomba mniruhusu kutoa pongezi zangu za dhati kwako Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, kwa umahiri na uongozi wako bora na kazi kubwa uliyoifanya ya kuliongoza baraza hili kwa kipindi chote cha miaka 5. Natambua kuwa hiki ni kipindi chako cha pili cha kuliongoza baraza hili, kinachofanya uliongoze baraza hili jumla ya miaka 10 sasa, kutoka baraza la 9 la mwaka 2015 hadi 20 na hili baraza la 10 la mwaka 20 hadi 25. Katika kipindi chote hicho cha miaka 10 ya kuliongoza baraza la wawakilishi, baraza hili limefanikiwa kuziendesha shughuli zake zote kwa weledi na mafanikio makubwa, ingawa nafahamu kwamba kazi hiyo haikuwa rahisi, kwani ilihitaji ujasiri, uvumilivu na hekima kubwa, na kupongeza kwa dhati. Hongera sana Mheshimiwa Spika. Shukrani zangu za dhati pia ziwafikie wenyeviti wote wa kamati za kudumu za baraza na kwenu nyote waheshimiwa wajumbe wa Baraza la 10 la Wawakilishi kwa namna mlivyoshirikiana na serikali ya awamu ya 8 katika kujenga nchi na kuwahudumia wananchi, kwani bila ya ushirikiano wenu tusingeweza kuyapata mafanikio tunayojivunia leo hii. Waheshimiwa wajumbe, ndugu alikwa, mabibi na mabwana, ni jambo la faraja kuona kuwa leo tupo kwa ajili ya kuagana kwa kutamatisha uhai wa Baraza la 10 la Wawakilishi, tukiwa tunajivunia mafanikio makubwa yaliyopatikana katika awamu hii ya 8. Ni dhahiri kuwa mafanikio haya yamefikiwa kutokana na mchango mkubwa kutoka kwenu waheshimiwa wajumbe. Hivyo mafanikio haya yaliyoenea katika nyanja mbalimbali ni mafanikio yetu sote. Hivyo natambua na nathamini sana mchango mkubwa mlioutoa kama muhimili muhimu katika kuijenga nchi yetu. Ni dhahiri kuwa mafanikio yaliyopatikana katika serikali yetu yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na utekelezaji bora wa kazi za mihimili ya nchi hii ambayo ni serikali, Baraza la Wawakilishi na mahakama. Ni ukweli ulio wazi kuwa ufanisi wa kazi za Baraza la Wawakilishi katika utungaji wa sheria, uidhinishaji wa bajeti ya serikali, pamoja na usimamizi na ufuatiliaji wa kazi na matumizi ya fedha za serikali na miradi ya maendeleo umekuwa ni chachu muhimu ya utendaji bora wa serikali katika kuwahudumia wananchi. Kutokana na mafanikio makubwa tuliyoyapata, mtakubaliana nami kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na ushirikiano na mahusiano mazuri baina ya mihimili hii mitatu ya dola katika nchi yoyote duniani. Kwa mfano, moja kati ya umuhimu mkubwa wa ushirikiano wa serikali na bunge ni kuongeza uwajibikaji, ambapo usimamizi na ufuatiliaji mzuri wa Baraza la Wawakilishi kwa serikali kunaongeza ufanisi na uwajibikaji wa serikali katika kutoa huduma bora kwa wananchi na kuleta ustawi mzuri katika jamii. Hivyo napenda kutoa wito na kuendeleza uhusiano mzuri uliopo baina ya mihimili yetu hii ili nchi yetu izidi kudumisha misingi ya utawala bora na kupiga hatua za maendeleo katika sekta mbalimbali. Leo tunaagana, lakini itakuwa ni kwa heri ya kuonana. Tutaendelea kuonana, kwani tuna kazi kubwa inayotukabili sote, ambayo ni kushiriki kwenye uchaguzi kwa kupiga kura. Kwa hivyo ni vyema tukahakikisha kuwa kila mwenye sifa ya kushiriki katika uchaguzi anafanya hivyo, tukielewa kuwa kufanya hivyo ni msingi muhimu wa demokrasia na utawala bora. Ni wajibu wetu sote kuheshimu kazi na majukumu ya tume zetu za uchaguzi za INEC na ZEC, vyombo ambavyo vimeundwa kikatiba. Baraza la Wawakilishi limetunga sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018 ambayo imeweka utaratibu bora wa uchaguzi
na kuondoa kasoro mbalimbali zilizojitokeza katika chaguzi zilizopita. Sote tuna wajibu wa kuhakikisha kuwa hali ya amani na utulivu iliyopo hivi sasa inaendelea kudumu kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hapa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah pamoja na spika wa baraza la wakilishi Zubeir Ali Maulid wamempongeza Rais Dr. Mwinyi kwa alivyosaidia wajumbe wa baraza hilo kukata kiu za wananchi katika maeneo kwa kuwafikia kimaendeleo. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa wajumbe hawa wale ambao walikuwa wana majimbo wote wa vyama vyote majimbo 50 wote Mheshimiwa tumepata nafasi ya kwenda kwenye majimbo yao, lakini kila tunapokwenda kwenye majimbo yao Mheshimiwa walikuwa wote wanatumia nafasi hii ya kuishukuru serikali yako, lakini kukupongeza kwa kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais umeifanya. Naomba waheshimiwa wajumbe tutumie nafasi hii kumpongeza kwa makofi mengi Mheshimiwa Rais akiweko hapa. Hakuna mjumbe ndani ya wajumbe wote wa baraza la wawakilishi ambaye hajawahi kusimama kumshukuru na kukupongeza wewe Mheshimiwa Rais. Hii ni ishara ya dhati kwamba Mheshimiwa Rais umewatumikia Wazanzibari ilivyo. Siamini na nitakuwa wa mwisho kuamini kama atatokea mjumbe wa baraza la wawakilishi kusema kwamba kwenye eneo lake hakuna pahala ambapo Mheshimiwa Rais umeacha athari chanya. Yako maeneo majimbo kuna miradi mpaka 7, 8, 10. Kuna miradi mingine zaidi ya hapo. Sherehe hizi ni matunda makubwa ya uwajibikaji uliotukuka wa wajumbe wa baraza la 10 la wawakilishi la Zanzibar, ambapo kwa upande wa kutunga sheria jumla ya miswada ya sheria 44 kama ilivyoelezwa imechambuliwa, kujadiliwa na kupitishwa na waheshimiwa wajumbe wa baraza la wawakilishi. Kwa furaha kubwa leo wajumbe hawa wanajivunia pamoja na mambo mengine kazi nzuri walioifanya ya kujadili, kuchambua na kupitisha miswada hiyo ya sheria ambayo hatimaye Mheshimiwa Rais umeitia saini kuwa sheria zinazotumika hapa Zanzibar. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mimi ni Ramla Ramadhan.